Katika hatua inayofichua changamoto kubwa ndani ya mfumo wa matengenezo ya kijeshi wa Marekani, ripoti mpya ya US Government Accountability Office (GAO) imebainisha kuwa jeshi la wanamaji la Marekani US Navy limekuwa likivunja ndege za manowari zake zilizoharibika ili kupata vipuri vya kuzitengenezea nyingine. Wataalamu wa matengenezo wa ndege ya kivita aina ya F/A-18E Super Hornet wameeleza kuwa kutokana na upungufu wa vipuri, wamekuwa wakilazimika kuvichukua kutoka ndege zilizowekwa kando, grounded aircraft, ili kudumisha ufanisi wa operesheni. Ripoti hiyo imeeleza kuwa tatizo kuu linalotokana na mapungufu katika umiliki wa taarifa za kiteknolojia, yani data rights, ndani ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani DoD. Kwa mujibu wa GAO, jeshi limekuwa likitengeneza wazalishaji binafsi kupata vipuri na nyaraka za kiufundi, jambo linalosababisha ucheleweshwaji wa matengenezo na ongezeko la gharama. Miongoni mwa mifumo mikubwa iliyoathirika ni pamoja na ndege za kivita F/A-18 na F-35, meli za kivita za Littoral Combat Ship, magari ya kivita aina ya Striker Combat Vehicle, pamoja na manuali za Virginia Class Submarine. Kwa mujibu wa GAO, miradi yote hiyo haina haki kamili ya kiufundi zinazohitajika kufanya matengenezo ya kiwango cha juu, depot-level maintenance. Hali hiyo imeilazimisha Navy na matawi mengine ya kijeshi kutegemea makandarasi wa nje ambao mara nyingi huweka masharti ya kibiashara magumu. Wahandisi wa Virginia Class Submarine nao wamesema wamelazimika kuvua vipuri kutoka manowari zingine kutokana na kikwazo cha kupata vipuri kutoka kwa wazalishaji wenye haki za kiteknolojia. Ripoti hiyo imeonyesha kuwa utaratibu huo unaweza kusababisha ongezeko la gharama za matengenezo, kuchoka kwa mitambo na kupungua kwa idadi ya ndege au manowari zinazofanya kazi. Aidha, GAO imetoa mapendekezo kadhaa ikiwemo bunge la Marekani kuandaa miongozo mipya kuhusu namna data za uzalishaji zinavyopaswa kushirikiwa kati ya serikali na wazalishaji, pamoja na DoD kuimarisha mpango wa upangaji wa haki za kiteknolojia na tathmini ya ufanisi wa upokeaji wa taarifa za kiufundi kwa mifumo iliyopo. Kwa sasa jeshi la wanamaji la Marekani linaendelea kusimamia utendaji wake kwa kutumia mbinu za muda mfupi, lakini wachambuzi wanasema iwapo suluhisho la kudumu halitapatikana, hatua hii ya kuvunja vifaa vyake vyenyewe huenda ikaathiri uwezo wa kijeshi wa Marekani kwa muda mrefu.